Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Asante kwa ajili ya nafasi nyingine ya kutufundisha neno lako. Tuko tayari kusikia hekima itokayo kwako, inayoweza kubadilisha maisha yetu, kutujenga na kutusaidia kufika katika kimo cha utimilifu wa Kristo. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, tuko tayari utufundishe na kutusaidia, nguvu yako na neema yako ikitubadilisha na kutufanya kuwa watu bora zaidi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tumeomba tukiamini, amen. Tunajifunza somo linalosema neno la Mungu kwenye maisha yetu ya kila siku. Nafasi ya neno la Mungu kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwa wale ambao tulikuwa pamoja mwaka huu ulipokuwa unaanza, ni moja ya kipengele muhimu sana ambacho nilikigusa kwa wakati fulani, na tukaangalia kutokea katika kona mbalimbali namna ambavyo neno la Mungu limebeba uwezo wa kuyabadilisha maisha yetu. Lakini pia katika siku ya leo Mungu bado analo neno linaloweza kutusaidia kutokea katika ufahamu wa neno la Mungu. Nafasi ya neno la Mungu kwenye maisha yetu ya kila siku. Na andiko letu la msingi ni Mathayo sura ile ya 4 na mstari ule wa 4. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ile ya 4 na mstari ule wa 4. Biblia inasema, naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Ilikuwa ni wakati ambapo Yesu alikuwa anajaribiwa, na akawa anatangaza na kuonesha msimamo wake, akionyesha ya kwamba katika maisha tunayoishi ya kila siku, msingi wa maisha ya mtu unajengwa juu ya ufahamu sahihi wa neno la Mungu alionao. Ili Mkristo aweze kuishi maisha yenye maana katika siku za kuishi kwake, ni lazima alifanye neno la Mungu kuwa maisha yake. Andika jambo hilo, litakusaidia. Ili Mkristo ayafanye maisha yake kuwa na maana, ni lazima aliruhusu neno la Mungu kuwa maisha yake. Ili Mkristo aweze kuishi maisha yenye maana, ni lazima aruhusu neno la Mungu kuwa maisha yake. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Natamani tukaangalie mambo muhimu kila Mkristo kufahamu kuhusu neno la Mungu. Mambo muhimu kila Mkristo kufahamu kuhusu neno la Mungu. Naomba nikwambie hivi, haijalishi umekuwa unajifunza neno la Mungu kiasi gani kila siku, ama umekuwa na sikio la utafiti namna gani kila siku, kuna mambo hautayajua yote kwa wakati mmoja mpaka umeamua kukubali kujifunza kila siku. Narudia tena, haijalishi umekuwa unajifunza sana neno la Mungu kiasi gani kila siku, haijalishi una masikio ya utafiti na kufuatilia sana mafundisho ya neno la Mungu kwa namna gani kila siku, kuna vitu hautavijua vyote kwa wakati mmoja mpaka umefanya maamuzi ya kuamua kuwa mwanafunzi kila siku. Yako mambo kadhaa ambayo ni muhimu sana kila Mkristo kufahamu kuhusu neno la Mungu, na ufahamu huo utakusaidia kulipa neno la Mungu thamani na umuhimu kwenye maisha yako. Jambo la kwanza, neno la Mungu ni chombo cha Mungu cha kutubadilisha na kutukamilisha. Neno la Mungu ni chombo cha Mungu cha kutubadilisha na kutukamilisha. Ni chombo cha Mungu cha kutubadilisha na kutukamilisha. Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 16 mpaka wa 17, Biblia inasema kitu. Neno la Mungu ni chombo cha Mungu cha kutukamilisha na kutubadilisha. Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 16 mpaka mstari wa 17, Biblia inasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu
lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Biblia inasema neno la Mungu linapokuja kwenye maisha yetu, linakuja kama chombo cha Mungu cha kutubadilisha na kutukamilisha. Na linapotubadilisha na kutukamilisha, huwa linakuwa na nia kubwa moja, kutufanya tufike katika kimo cha utimilifu wa Kristo. Jambo la kwanza la muhimu kufahamu kuhusu neno ni kwamba neno ni chombo cha Mungu cha kutubadilisha na kutukamilisha. Tunaishi kwenye kizazi ambacho Wakristo wengi makanisani wanalitazama neno la Mungu kama ufunguo wa mafanikio pekee kwenye maisha yao. Si ni kweli? Si ni kweli? Watu wanataka kujifunza kodi zinazoonekana zinaweza kuwapa pesa. Maisha ni zaidi ya pesa. Maisha ni zaidi ya utajiri. Maisha ni zaidi ya mali. Neno linapokuja kwenye maisha ya mwamini, nia ya kwanza ni kumbadilisha mtu na kumtengeneza afike kwenye kimo cha Kristo kabla ya kuathiri maeneo mengine yote kwenye maisha yake. Ni muhimu sana kuelewa. Na kama upo kwenye kanisa hili, nia yako ni kujifunza neno ili likufanikishe tu kwenye maisha yako, umekosea. Mlango uko wazi, tafuta mahali pengine pa kuabudu. Hapa hapata kufaa. Nisikia nilichokisema hapata kufaa. Moja ya kazi ya neno la Mungu kwenye maisha ya mtu ni kubadilisha na kutukamilisha. Nimeandika hapa nikasema, mpango wa kwanza wa Mungu kutuokoa sio ili tusiingie jehanamu, bali tufanane na Kristo. Nisikilize sasa. Tumesema kazi ya neno ni kutubadilisha, si ndio? Inatubadilisha ili tuwe nini? Inatukamilisha ili tuwe nini? Ili tufike kwenye kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tuweze kuwa nakala halisi ya Kristo duniani, ili watu wanapotutazama na kutuangalia wakamwone Kristo anayesemwa kwenye Biblia kwenye maisha yetu. Na naomba niwaambie, Mungu alipotuokoa, nia ya kwanza ya kutuokoa sio ili tusiingie jehanamu. Mimi wanawaambia watu, hata ikitokea leo ikatangazwa ya kwamba jehanamu haipo, mimi wokovu siachi. Yaani leo hata Mungu atangaze kabisa ya kwamba jehanamu haipo, mimi wokovu siachi. Nia ya wokovu ni kutubadilisha. Unajua ni kwa nini? Moja ya kitu dhambi iliharibu ilipoingia kwenye maisha ya mwanadamu, iliharibu sura ya Mungu ndani ya mwanadamu. Biblia inasema sisi tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Iliharibu sura ya Mungu ndani ya mtu. Kwa hiyo neno linapokuja kwenye maisha yetu mara baada ya kuokoka, linakuja ili kutubadilisha na kutukamilisha, kutusaidia kufanana na Kristo kwenye maisha yetu. Ni jambo la msingi sana. Ukielewa itakusaidia. Naomba tuendelee mbele kidogo. Nimeandika hapa nikasema, thamani ya neno la Mungu haionekani tu katika kutatua matatizo yetu, bali katika kutubadilisha kuwa watu ambao mawazo yetu, maneno yetu, tabia zetu na maisha yetu yanaonyesha sura ya Kristo. Thamani ya neno la Mungu haipo tu katika kutatua changamoto zetu, kuyasaidia maisha yetu, bali kubadilisha mawazo yetu, kubadilisha mitazamo yetu, kubadilisha matendo na maisha yetu, ili tuwe sura kamili ya Kristo duniani. Naomba ufahamu pia jambo hili litakalo kusaidia. Kadiri unavyoruhusu neno la Mungu litawale maisha yako, ndivyo Kristo anavyoendelea kuonekana zaidi ndani yako. Kadiri unavyoruhusu neno la Mungu kubadilisha maisha yako, fikra zako, ufahamu wako, matendo yako, ndivyo Kristo anavyoendelea kuonekana zaidi kwenye maisha yako.
Kanisa lisipofika katika hicho kiwango, tutaanza kuwa na Wakristo wanaoonekana kuwa wameokoka, lakini matendo, mwenendo na maisha yao hayakubaliani na neno la Mungu, na hapo ndipo ambapo shida inaanza. Naomba nikwambie, ufahamu wa neno la Mungu kwenye maisha yako hauna maana kama haujafika kwenye kiwango cha kubadilisha moyo wako. Andika hilo jambo unakumbuka. Ufahamu wa neno la Mungu kwenye maisha yangu hauna maana kama haujafika kwenye kiwango cha kubadilisha maisha yangu. Na naomba niwaambie, Mkristo yeyote anayejifunza sana neno la Mungu lakini maisha yake hayabadiliki anaitwa mjuaji. Mwambie jirani yako, acha ujuaji. Kuna watu ukiwasikia unaona kama wakiroho sana hivi, kama wanajua maandiko sana, kama watu wa logic hivi, upuuzi tu. Ufahamu wa neno la Mungu ulionao kama haujafika kwenye kiwango cha kubadilisha maisha yako hauna maana kwenye maisha yako kabisa. Moja ya kazi ya neno ni kuubadilisha moyo wako na kukufanya kuwa mtu mwingine, na hii kusaidia kujifanyia tathmini, uanze kujiangalia maisha yako na kiwango cha ufahamu wa neno vinaendana, kwa sababu tuna uhakika kadiri mtu anavyojifunza zaidi ndivyo anavyoanza kufanya mambo kwa namna tofauti na ilivyokuwa zamani. Ishu sio kila siku kuja kanisani na kusikia neno, wanangu. Ishu sio kusikiliza mafundisho kwenye mitandao ya kijamii kwa sana. Ishu ni kwamba, je, kiwango cha ufahamu nilicho nacho kuhusu neno kinaendana na kiwango cha badiliko linaloendelea kwenye maisha yangu? Hilo ni swali la msingi sana kujiuliza. Kinyume na hapo utakuwa na ujuaji mwingi ambao haukusaidii chochote, my friend. Neno la Mungu linakuja kwenye maisha yetu ili kutubadilisha na kutukamilisha, kutufanya tufanane na Kristo. Hiyo ni kweli ya kwanza. Nataka nikakuelezee namna neno la Mungu linavyotubadilisha na kutusaidia kufanana na Kristo ili uweze kunielewa zaidi. Namna neno la Mungu linavyotubadilisha na kutusaidia kufanana na Kristo. Kwa wale waliokuwepo kwenye ibada ya wiki iliyopita, katikati ya wiki sikugusia kabisa hichi kipengele, kwa hiyo unaweza kukiongezea hapo tunapoendelea kujifunza kwenye somo ambalo tulipita nalo siku ya Alhamis. Namna neno la Mungu linavyotubadilisha na kutusaidia kufanana na Kristo. Kwa kufanya upya akili au fikra zetu. Namba moja, ama kwa kufanya upya akili au fikra zetu. Nimeandika hapa nikasema, mabadiliko ya kweli huanza katika akili ama katika eneo la ufahamu. Ufahamu wa mtu ni eneo ambalo huamua mtu atakavyokuwa kwenye maisha yake. Mungu anapotaka kubadilisha maisha yetu ili tufanane na Kristo, eneo la kwanza ambalo neno huwa linakwenda kuleta badiliko ni kubadilisha namna yetu ya kufikiri, ni kubadilisha eneo la mawazo yako. Naomba niwaambie, mtu hawezi kuwa tofauti na mawazo alionayo ndani yake. Maisha ya mtu hayawezi kuwa tofauti na hali ya fikra na fahamu zake. Ukitaka kubadilisha maisha yako, lazima uanze kwa kubadilisha fahamu zako. Moja ya kitu neno la Mungu linafanya, linakuja kuvunja mawazo ya zamani, linakuja kubadilisha namna iliyotujenga na kututengeneza. Inaanza kutufanya tuwe namna ile Mungu anataka kuwa, anataka tuwe kwenye maisha yetu. Namna ya kwanza ambapo neno linatubadilisha na kutukamilisha ni kwa kubadilisha fahamu au fikra zetu. Okay. Angalia Warumi 12 na mstari ule wa pili. Warumi 12 na mstari wa pili, Biblia inasema hivi: msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, kushughulikia eneo la ufahamu wenu. Naomba niwaambie watu wa Mungu, mara baada ya mtu kuwa ameokoka na kuwepo katika nyumba ya Mungu, anapoendelea kulelewa, ni lazima aruhusu neno kuingiza ufahamu mpya na mfumo mpya wa namna mtu anavyofikiri na kuyaona mambo.
tulipokuwa kabla hatujaokoka, kuna namna tulivyokuwa tunayatafsiri mambo, kuna namna tulivyokuwa tunayaona kwenye kila eneo la maisha. Anaposema wala msiifuatishe namna ya dunia, tafsiri yake ni nini? Kumbe dunia ina namna yake katika kila jambo. Tunaelewana eh? Dunia ina namna yake kwenye eneo la ndoa na familia. Dunia ina namna yake kwenye eneo la finance. Dunia ina namna yake kwenye eneo la malezi ya watoto. Dunia ina namna yake kwenye kila kitu, ina namna yake. Haijalishi namna hiyo inaonekana ni nzuri na inampa mtu matokeo kiasi gani, ikiwa iko kinyume na namna ya Mungu, tunapoamua kuokoka ni lazima turuhusu neno litengeneze maisha yetu kwenye namna ya Mungu na tuyaone mambo hivyo. Nanielewa vizuri? Nanielewa vizuri? Ni jambo la msingi sana wanangu. Neno linabadilisha na kutukamilisha hata kufika kwenye kimo cha utimilifu wa Kristo kwa kubadilisha namna yetu ya kufikiri. Kwa hiyo ni lazima kuanzia sasa kwenye kila eneo la maisha yako anza kujifunza Mungu anataka nini na mtazamo wa Mungu ukoje kwenye hili jambo. Niliwaambia mliokuwepo kwenye ibada iliyopita jambo hili ya kwamba ikiwa nia ya Mungu ni kutuokoa ili tuishi sawasawa na mapenzi yake, Mungu anapotuokoa anatuita kutoka kwenye historia tofauti, anatuita kutoka kwenye tamaduni tofauti, anatuita kutoka watu tuliotoka kwenye malezi na vitu tofauti. Inawezekanaje wote tunaokuja kwake tunaweza kufanana naye? Alichokifanya akatupa neno lake ambalo linatutengeneza na kutufanya tufanane duniani kote. Naomba niwaambie, sasa hivi kuna watu ukienda labda kwenye makanisa yaliyoko maeneo ya vijijini kule, ukiwaangalia wale Wakristo tabia na mwenendo wao wakati mwingine wanatofautiana sana na Wakristo waliopo kwenye maeneo ya mjini. Ni kama vile tunajiona ni kama sisi ni watu tulioendelea na ni watu wastaarabu sana, ukilinganisha na wale ni kama wanaishi maisha yaliyopitwa na wakati. Dunia na teknolojia inaweza ikabadilika kwenye kila kitu, lakini tabia, mwenendo na maisha ya Wakristo yanapaswa kufanana na Kristo duniani kote. Na nisikiliza ninachokisema eh? Shule yako isikufanye ujihisi kuna vitu nilikuwa nafikiri zamani havikuwa sana. Yaani Mungu hayuko serious sana. Wewe Mungu yuko serious tangu mwanzo wa dunia mpaka mwisho. Alafu sio wewe sio kwanza kusoma, hata mimi nimesoma. Sio maamuma, sio mbumbumbu. Umenisikia eh? Kwa hiyo usijifanye una shule nyingi kiasi ambacho Mungu hayuko serious sana na dhambi. Hayuko. Nani amekwambia Mungu hayuko serious na dhambi? Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Bei ya mafuta imepanda lakini malipo ya dhambi hayajabadilika, ni yale yale. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu hajabadilika. Mungu sio watu wanasema Mungu, watu wanatamani mpandishwe mishahara. Kila tarehe moja mwezi wa 5 watumishi wote wa umma wanasikiliza mkuu wa nchi atasema nini. Watabadilisha na kupandisha mishahara, ila Mungu amebaki pale pale, mshahara wa dhambi mauti. Mbona mwenzako imeisha hiyo? Kwa hiyo ni muhimu sana. Namna ya kwanza ambayo Mungu anaitumia kubadilisha tabia, mwenendo na maisha yetu ni kwa kufanya upya fikra zetu. B ni kwa kutufundisha tabia ya Kristo. Kutufundisha tabia ya Kristo. Kutufundisha tabia ya Kristo. Kutufundisha tabia ya Kristo. Tunaposoma neno la Mungu tunapata nafasi ya kujifunza mengi kuhusu Kristo, na tunamuona Kristo kama kielelezo ambacho tunapaswa kukifuata. Tunaposoma neno la Mungu tunajifunza kuhusu Kristo na kumuona kama kielelezo tunachopaswa kukifuata. Kwa hiyo kupitia neno Mungu anaanza kutengeneza maisha yetu kwa kutufundisha tabia ya Kristo. Na Kristo ndiyo kielelezo cha kanisa. Narudia tena, Kristo ndiye kielelezo cha kanisa. Kama Yesu alikuwa anaomba, hatutegemei kuona Mkristo haombi. Kama Yesu alikuwa anahudhuria ibada kwenye masinagogi, hatutarajii kuona wewe hauendi kanisani. Hivi mnanielewa eh? Okay, labda nikwambie vizuri. Unafikiri kila wakati Yesu alipokuwa anaenda kwenye masinagogi alikuwa anaenda kuhubiri? Mnakumbuka alipoenda wakati fulani kwenye ibada akapewa asome lile gombo la chuo. Maana yake siku
kujifunza, alikuwa na kila sababu, alikuwa nayo. Alafu siku ile ndipo anapewa, anafungua lile andiko, anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta kuwatangazia mateka uhuru wao, waliofungwa kufunguliwa kwao. Alafu anamaliza anasema, leo maandiko haya yametimia. Kama alikuwa anaabudu, wewe huwezi ukaacha ibada, utakuwa na matatizo. Kama alikuwa na upendo akiwajali watu, kama alikuwa ni mtu ambaye anaweza kumsaidia mtu bila kumhukumu katika dhambi zake na makosa yake, ni vitu ambavyo tunapaswa kujifunza kwenye maisha yetu ya kila siku. Moja ya kazi ya neno ni kutengeneza tabia ya Kristo kwenye maisha yetu. Ni muhimu sana. Ni muhimu kujifanyia tathmini ili, na ngoja niwaambie kitu. Ukuaji wako kwenye maisha ya kiroho haupimwi kwa miaka uliokaa kanisani, bali kwa badiliko linaloendelea kutokea kwenye maisha yako kila siku. Ndio. Ukuaji wa Mkristo katika kiroho ama katika maisha ya wokovu haupimwi kwa miaka aliyokaa kanisani. Unapimwa kwa badiliko linaloendelea kutokea kwenye maisha yake kila siku. Napoendelea huko mbele nitakuonesha zaidi. Bwana asifiwe. Petro wa kwanza 2 na mstari wa 21, Biblia inasema kitu. Petro wa kwanza 2 na mstari wa 21, Biblia inasema kitu. Inasema, Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akiwaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Petro wa kwanza 2:21 inaonesha si namna gani neno linatubadilisha na kutukamilisha hata tufanane na Kristo. Si kwa kutuonyesha maeneo yanayohitaji mabadiliko kwenye maisha yetu, kwa kutuonesha maeneo yanayohitaji mabadiliko kwenye maisha yetu. Nasikitika kusema tunaishi kwenye kizazi ambacho Wakristo wanapenda kusikia mafundisho yanayofurahisha mioyo yao kuliko mafundisho yanayobadilisha maisha yao. Wakristo wengi leo, si ndio, wanapenda kusikia mafundisho yanayofurahisha mioyo yao na sio mafundisho yanayobadilisha maisha yao. Naomba niwaambie, neno la Mungu halipo ili kufurahisha moyo wako. Neno la Mungu lipo ili kubadilisha maisha yako. Ndilo jambo unakumbuka. Neno la Mungu halipo ili kufurahisha moyo wako. Neno la Mungu lipo ili kubadilisha maisha yako. Kwa hiyo kila wakati tunapojifunza neno, linaweza kutubadilisha kwa kutuonesha maeneo yanayohitaji mabadiliko. Naomba pia nikwambie jambo jingine. Hakuna badiliko linaloweza kutokea kwenye maisha ya mtu mpaka mtu ameona uhitaji wa kubadilika. Hakuna badiliko linaloweza kutokea kwenye maisha ya mtu mpaka mtu ameona uhitaji wa kubadilika. Kwa hiyo tunapokuja kujifunza neno linatuonesha maeneo tunayohitaji badiliko. Na naomba nirudie, nimekuwa nawaambia wanangu hapa, naomba nisitize tena. Kanisa lolote unalokwenda kuabudu, iwe ni hapa au mahali pengine popote, ukikaa mwezi mzima, wiki 4, unaendelea kanisani unasikiliza neno, lakini hauondoki ukiwa unaona kuna mahali inahitaji kubadilika, badilisha mahali pa kuabudu. Hata kama ni hapa, badilisha mahali pa kuabudu. Haiwezekani ukajiwasilisha mbele ya neno la Mungu na lisiseme mahali yako kulingana na maeneo ya mapungufu yako. Moja ya kazi ya neno ni kutuonyesha madhaifu na mapungufu yaliyopo kwenye maisha yetu na kutukamilisha kabisa. Na kila wakati unapokwenda nyumbani mwa Mungu, unaposikiliza mafundisho na kuona kuna maeneo hayako sawa, mshukuru Mungu kwa sababu neno limeanza kufanyika halisi kwenye maisha yako. Neno kazi yake moja ni kufunua na kuonyesha maeneo unayotakiwa kurekebisha, kutengeneza na kuwa bora zaidi. Biblia inaweka wazi ya kwamba neno la Mungu ni kama kioo. Mwambie mwenzako, kioo hakidanganyi. Mwambie tena, kioo hakidanganyi.
Utaona kwenye Yakobo 1:23 mpaka 24 Biblia inaonyesha ya kwamba neno la Mungu ni kama kioo. Yakobo 1:23 mpaka 24. Neno la Mungu ni kama kioo, linakuonesha nini unatakiwa kufanya, nini hakiko sawa, wapi unatakiwa kurekebisha. Ni jambo la msingi sana. Neno la Mungu linatusaidia kwa namna gani? Kwa kutusaidia kukua hatua kwa hatua. Linatubadilisha kwa namna gani? Kwa kutusaidia kukua hatua kwa hatua. Naomba nizungumze kitu hapa kitakacho kusaidia. Mabadiliko kwenye maisha ya Mkristo sio tukio la siku moja. Wokovu unaupata pale unapomkiri Yesu, si ndio? Ila mabadiliko ya maisha yako yanaendelea kutokea hatua kwa hatua. Nilipenda sana wakati fulani Mtume Paulo, utaandika kwenye Wagalatia 4:19, wakati akiwa anawaombea watoto wake wa imani kule Galatia, anasema nawaombea na kuna shauku juu yenu mpaka kuona Kristo anaumbika ndani yenu. Wagalatia 4:19. Anawaambia ni kweli mmeamini, ni kweli mmeokoka, lakini nitaendelea kuwafundisha nikiwa na shauku ya kuona mpaka Kristo anaumbika ndani yenu. Na naomba niwaambie kitu kingine wanangu. Kila wakati Mungu anapotumia neno lake kuonesha maeneo ya udhaifu wako, nia sio kukuhukumu, nia ni kukusaidia. Mungu anapolitumia neno kukuonesha maeneo ya mapungufu yako, maeneo unayotakiwa kuyafanyia kazi, maeneo unayotakiwa kufanya vizuri, nia sio kukuhukumu, nia ni kukusaidia. Ni muhimu sana kuelewa hilo jambo. Tumesema neno linatusaidia kukua hatua kwa hatua ili kufika kwenye badiliko na ukamilifu. Nimeandika hapa nikasema, ukuaji wa Mkristo kwenye wokovu ni matokeo ya ongezeko la ufahamu wa neno la Mungu ndani yake. Mkristo asiyependa kujifunza neno la Mungu na kuweka mkakati binafsi wa ukuaji wake kwenye kila eneo hawezi kufika kwenye kufanana na Kristo. Katika maisha ya wokovu mtu anakuwa hatua kwa hatua kwa kadiri ya nini? Ya ongezeko la ufahamu wa neno ndani yake. Na ndiyo maana mtu akiwa kanisani na akiwa serious kabisa maisha yake kujifunza neno, anaweza akawa kwenye wokovu kwa miaka 2 na akafanya vizuri kuliko Mkristo aliyekaa kwenye maisha ya wokovu kwa miaka 10, kama sio mtu anayejifunza kila siku. Ongezeko la ufahamu wa neno la Mungu ndani yako litaamua kasi ya ukuaji wako. Ongezeko la ufahamu wa neno la Mungu ndani yako litaamua kasi ya ukuaji wako. Na lile neno linakujenga, linakubadilisha. Na ndiyo maana nawaambiaga hapa wanangu, kila wakati unapokuwa katika maisha ya wokovu, penda kujifunza neno. Kuto kupenda kuliishi neno na kulifahamu na kulitendea kazi, ndicho kitu kinachoanza kutengeneza Wakristo ambao wanaonekana watakatifu kanisani, lakini ni watenda dhambi sirini. Wale mnaofanya huduma, naomba niwaambie tena, nimekuwa nawaambia hapa wanangu na naomba nirudie, Mungu anajali sana mahusiano yake na wewe, tabia, mabadiliko na mwenendo wako kuliko utumishi wako. Tusipozingatia hatua hii kuruhusu neno kutujenga kwenye ukuaji hatua kwa hatua, tutajikuta tuna watumishi ambao wakiwa madhabahuni wanaonekana ni wacha Mungu, lakini ni wazinzi na watu wasiofaa sirini. Mwambie mwenzako, ni huzuni. Ni huzuni. Ni huzuni. Neno la Mungu linatusaidia kukua hatua kwa hatua. Ukuaji wa Mkristo unategemea sana ufahamu wa neno la Mungu. Angalia kwenye kitabu kile cha Petro wa kwanza 2:2. Biblia inasema kitu cha kutusaidia. Petro wa kwanza sura ile ya 2 na mstari ule wa 2. Biblia inasema hivi: kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Petro anasema kama watoto katika imani, litamanini neno la Mungu litakalobadilisha fahamu zenu, litakalobadilisha mawazo yenu, litakalobadilisha maisha yenu,
ili mpate kuwa watu wazima kwenye imani. Na naomba niwaambie kitu, ukuaji katika maisha ya rohoni hauna ukomo. Ukuaji katika maisha ya rohoni au maisha ya wokovu hauna ukomo. Mungu anatarajia kuona kila siku unakuwa na kuongezeka kwenye ufahamu wa neno. Ukitaka kuweza zaidi, huko mbele Mungu akitusaidia, nitakuja kukufundisha na kukuonesha kwenye ibada zingine namna unavyoweza kuliruhusu neno kuachilia badiliko kwenye maisha yako. Wewe utasaidia kwenye ibada zinazofuata huko mbeleni, tutakuja kuona na utanielewa kwa undani zaidi. Imeandika hapa nikasema, Mkristo anapokuwa katika ongezeko la ufahamu wa neno la Mungu, akipima ukuaji wake kwa umri aliokaa kanisani kwenye maisha ya wokovu, ulikuta akikuwa haraka kwa kuacha tabia zilizo kinyume na Mungu na kuanza kutamani maisha yenye utofauti. Yaani kadiri unavyoendelea kukaa muda mrefu kwenye maisha ya wokovu na kuruhusu neno kuendelea kubadilisha maisha yako, automatically utaanza kujikuta kuna tabia, kuna maisha unaanza kuyachukia na kuwa tayari kuyaacha kabisa. Nakwambia, neno linapopata nguvu ndani ya moyo wa mtu, kuna vitu hautumii nguvu kuviacha. Angalia kwenye Wakorintho wa kwanza 13 na mstari wa 11. Biblia inasema kitu. Wakorintho wa kwanza 13 na mstari wa 11. Biblia inasema, nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Kutokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Mtume Paulo anasema, nilipokuwa mtoto nilifanya mambo kitoto, nilipokuwa mtu mzima niliyaacha mambo ya kitoto. Nini kilimtofautisha? Haikuwa ongezeko la umri, bali ni ongezeko la ufahamu. Mtu akikwambia una akili za kitoto, tafsiri yake amesema uwezo wako wa kufikiri haujakuwa. Anasema kama watoto wachanga yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, si ndio? Ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Alafu huko anasema nilipokuwa mtoto nilifanya mambo kitoto, nilipokuwa mtu mzima niliachana na mambo ya kitoto. Anazungumzia ufahamu wa neno ndani yake, hatua kwa hatua. Unajua makanisa yamejaa Wakristo wengi sana ambao wana umri mkubwa kwenye wokovu, lakini wana mambo ya kitoto. Kwa mfano, ni utoto kuwahamasisha Wakristo kuja kwenye ibada. Mwambie mwenzako ni utoto. Unajua ni mtoto anaambiwa nenda shule, nenda kaoge, nenda kapige mswaki. Mwambie mwenzako ni utoto. Ni utoto kuwahamasisha Wakristo kutoa sadaka. Mwambie mwenzako ni utoto. Ni kiwango kidogo cha ufahamu. Ni utoto kuwahimiza Wakristo kuomba. Ni utoto. Utoto. Ni utoto. Ni utoto kabisa. Naomba tuendelee mbele kidogo. Tumesema neno la Mungu linatubadilisha kwa kutusaidia kukua hatua kwa hatua katika ufahamu, si ndio? Nataka nikueleze kidogo faida za kukua katika ufahamu wa neno la Mungu. Faida za Mkristo kukua katika ufahamu wa neno la Mungu. Faida za Mkristo kukua katika ufahamu wa neno la Mungu. Kama unagundua ninapoendelea kuvichambua hivi vitu na kuvifafanua kwa kina, unaelewa maana ya title yetu ile ya nafasi ya neno la Mungu kwenye maisha ya Mkristo, si ndio? Neno linakuwa na ule uzito na umuhimu wake unapoelewa linafanya nini kwenye maisha yako. Biblia sio kitabu tu ambacho kina historia za mambo ya kale. Biblia inasema neno la Mungu li hai, lina uwezo, lina nguvu, linaweza kuzitambua nafsi, linaweza kujua yaliyomo ndani ya moyo wa mtu. Ziko faida nyingi, lakini nitakupa chache. Faida ya kwanza ya Mkristo kukua katika ufahamu wa neno la Mungu ni kutochukuliwa na upepo wa mafundisho potofu kirahisi.
kutochukuliwa na mafundisho potofu ama upepo wa mafundisho potofu kirahisi, kwenye mabano, kuwa na msimamo wa imani yako. Kutochukuliwa na mafundisho potofu kirahisi ama kutochukuliwa na upepo wa mafundisho potofu kirahisi, kwenye mabano, kuwa na msimamo wa imani yako. Kuwa na msimamo wa imani yako. Waefeso 4:14 mpaka 15, Biblia inasema kitu cha kutusaidia. Waefeso sura ile ya 4 mstari wa 14 mpaka wa 15, Biblia inasema kitu cha kutusaidia. Anasema, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua, hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Kabla ya hapo anaeleza kule mbele kwa kanisa la Efeso ya kwamba Mungu ameweka huduma mbalimbali kwenye kanisa. Ameweka wachungaji, ameweka mitume, ameweka manabii, ameweka walimu na huduma nyingine. Anasema ili iwe nini? Ili tukue katika ufahamu, ili tumjue Mungu zaidi, tusichukuliwe na fundisho potofu. Sasa naomba niwaambie kitu. Tangu kuanza kwa kanisa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mpaka sasa, kanisa limekuwa likishambuliwa kwenye eneo la fundisho, doctrine, na limekuwa likishambuliwa kwa namna kubwa mbili. Moja, uwepo wa mafundisho potofu. Mbili, uwepo wa mafundisho manyonge. Unasikia nilichokisema? Kwa uwepo wa mafundisho potofu, haya ni mafundisho yanayokana nguvu za Mungu. Ni mafundisho yanayojaribu kuonesha ya kwamba kazi ya msalaba haikujitosheleza, inahitaji visaidizi na mambo mengine ili vitu vitokee. Mwambie mwenzako uongo. Yesu alipokufa msalabani alisema imekwisha, tetelestai. Niliwaeleza hapo wakati wa Pasaka mama na namna kubwa 4 za neno tetelestai, imekwisha. Inaitwa mafundisho manyonge. Jana na binti yangu mmoja alikuwa hapa miaka ya nyuma, akanitafuta, akanitumia message, akasema, baba, nilikuwa niko kwenye maombi fulani na nini, wakati nikiwa niko naomba Mungu nikasikia sauti ndani yangu inaniambia ya kwamba natakiwa nitoe sadaka ya utakaso. Nikamwambia, sadaka ya utakaso tena kwenye Agano Jipya? Kwa akaniambia, akanipigia simu akaniambia, nataka nikutumie sadaka yangu. Nikamjibu nikamwambia, katika Agano Jipya Biblia imeweka wazi ya kwamba kwa damu ya Yesu na kazi ya msalaba tulitakaswa na kukombolewa. Hakuna sadaka nyingine yoyote katika Agano Jipya yenye uwezo wa kumtakasa mwanadamu isipokuwa sadaka aliyoitoa Yesu kwa damu yake. Mimi au mchungaji mwingine yoyote akiikubali hiyo sadaka, huyo ni tapeli wa imani. Anasema aliona hiyo sadaka, niliishia mahali nikamwambia huyo ni tapeli wa imani. Mafundisho ya mashetani yanajaribu kuwaonesha watu ni kama kazi ya msalaba Yesu akukamilisha kila kitu, ila vitu vinahitaji mambo msaada mwingine. Ndio maana unasikia sadaka za ukombozi. Wewe sadaka ya ukombozi kwenye Agano Jipya una akili wewe? Na inatengenezewa maandiko, si ndio? Yaani unaona ni kama ina maana ni ushirikina. Ushirikina ni ushirikina. Biblia inasema tulikombolewa mara moja kwa kazi ya msalaba. Ukombozi pekee wa mwanadamu ni kwa kile alichokifanya Yesu msalabani. Mwanadamu anaweza akafungwa na nguvu za giza, lakini sio kukombolewa kwenye Agano Jipya. Na ninaposema kwa habari ya mafundisho manyonge, kuchukuliwa na mafundisho manyonge, ni mafundisho ambayo hayamtoshelezi Mkristo kukua hata kufika kwenye kimo cha utimilifu wa Kristo. Naomba nirudie tena. Mahali popote utakapokwenda na ukawa unatafuta kanisa la kuabudu, kabla haujauweka moyo wako mahali pale na kuweka mizizi, jambo la kwanza, fuatilia kwa ukaribu wale watu wanafundisha mafundisho yenye nguvu ya kukujenga na kukusaidia kiwango gani? Kiwango gani? Yanaitwa mafundisho manyonge. Yanawezekana yasiwe mafundisho ya mashetani, yanakubaliana na neno,
lakini hayajengwi katika nguvu ya kumsaidia Mkristo kukua hata kuwa mtu mwenye nguvu katika maisha yake ya rohoni. Yanaitwa mafundisho manyonge. Kwa hiyo faida ya kwanza ya neno kwenye maisha ya mwamini, neno linakusaidia kutochukuliwa na mafundisho potofu au mafundisho manyonge kirahisi. Inakusaidia kujua feki na kujua original. Unajua hauwezi kujua feki isipokuwa umeijua original, Yes. Lakini pia yanatengeneza msimamo wa imani yako. Msimamo wa imani yako. Namna ya pili, faida ya pili, B, ni kuchukia na kuikataa dhambi. Ufahamu wa neno la Mungu tusaidia kuichukia na kuikataa dhambi. Wanangu, naomba niongee hapa kidogo. Mtu akikuuliza dhambi ni nini, hata usihangaike sana. Mwambie dhambi ni sumu inayomuua mtu taratibu akiwa hai. Ndio. Dhambi ni sumu inayomuua mtu taratibu akiwa hai. Inakumaliza kidogo kidogo ukiwa hai. Na dhambi imegawanyika kwenye makundi makubwa mawili tu. Makundi makubwa mawili tu. Dhambi makubwa mawili tu. Namba moja, nika ya Kirumi hapo, ni dhambi ya kufanya yale ambayo Mungu ametukataza kuyafanya. Dhambi ya kufanya ambayo Mungu ametukataza kufanya. Usiibe, usizini na madada mengine mengi ambayo Mungu ameyaweka kwenye neno lake ili kutusaidia. Na kundi la pili ni dhambi za kuto kufanya yale ambayo Mungu ametuelekeza kufanya. Dhambi ya kuto kufanya yale ambayo Mungu ametuelekeza kuyafanya. Wakristo wengi mnaweza mkapona kwenye lile kundi la kwanza, lakini kwenye kundi la pili wengi mtanaswa pale. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Muulize mwenzako, unaomba kila siku? Biblia inasema yeye ajuaye kutenda mema na asitende kwake huyo ni nini? Ni dhambi. Wengi mnaweza mkapona kwenye kundi la kwanza, lakini wengi mtakamatwa kwenye kundi la pili. Sasa moja ya kazi ya neno la Mungu ni Biblia inasema wala msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Muulize mwenzako, utaratibu wako wa kuhudhuria ibada umekaaje? Mbona unaongea kwa sauti ya chini? Muulize, utaratibu wako wa kuhudhuria ibada umekaaje? Biblia inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Muulize jirani yako, yule uliyembeba moyoni kwa kumchukia ni wa nini? Na kufikirisha tu na kukutazamisha kwa upendo. Biblia inasema leteni zaka kamili. Muulize mwenzako, unatoa zaka wewe? Aya, tumesema linatusaidia kuchukia na kuikataa dhambi. Zaburi 119 mstari wa 101 mpaka mstari wa 104. Zaburi 119 mstari wa 101 mpaka 104. Biblia inasema Zaburi 119 101 mpaka 104, nimeiepusha miguu yangu na kila njia mbaya ili nilitii neno lako. Sikujiepusha na hukumu zako, maana wewe mwenyewe umenifundisha. Anasema Mungu umenifundisha. 103, mausia yako ni matamu sana kwangu, kupita asali kinywani mwangu. Alafu anasema kwa mausia yako najipatia ufahamu, ndiyo maana naichukia kila njia ya uongo. Kwa mausia yako najipatia ufahamu, na ule ufahamu unanisaidia kuchukia kila namna isiyofaa. Moja ya kitu neno huwa linafanya ndani ya moyo wa mtu linapopewa nafasi ni kuchukia maisha ya kuishi kinyume na kile ambacho Mungu anakitaka. Baada ya kuwa nimeokoka, baada ya muda fulani nilipoanza kuwa serious kwenye kutaka kulijifunza neno na kuliishi, nilianza kushangaa nikiviacha vitu vingi ambavyo zamani nilikuwa nikivifurahia. Ilikuwa haihitaji nguvu hiyo.
Ndio nikamuelewa Daudi anaposema ya kwamba naichukia kila njia ya uovu kama matokeo ya ongezeko la ufahamu wa neno la Mungu ndani yangu. Faida ya 3, kumruhusu Mungu kusema nasi zaidi au kumsikia Mungu kwa urahisi kwenye mabano. Faida ya 3 ya ongezeko la ufahamu wa Mungu, neno la Mungu ndani yetu, ni kumruhusu Mungu kusema nasi zaidi, au kwenye mabano unaweza kusema kumsikia Mungu kirahisi anaposema. Kumruhusu Mungu kusema nasi zaidi na au kumruhusu Mungu au kuweza kumsikia Mungu kirahisi anaposema. Nimeandika hapa nikasema ongezeko la ufahamu wa neno la Mungu ndani yetu humruhusu Mungu kuongea nasi kwa undani zaidi. Hii ni kwa sababu Mungu huongea zaidi na watu wanaomuelewa. Kadiri ufahamu wa neno unavyoongezeka ndivyo usikivu wa sauti ya Mungu unavyoongezeka. Haya mambo makubwa mawili ambayo uandike. Mungu huongea zaidi na watu wanaomuelewa, full stop. Mungu huongea zaidi na watu wanaomuelewa, full stop. Jambo la pili, kadiri ufahamu wa neno unavyoongezeka ndani yetu ndivyo usikivu wa sauti ya Mungu unavyoongezeka ndani yetu. Kadiri ufahamu wa neno la Mungu unavyoongezeka ndani yetu ndivyo usikivu wa sauti ya Mungu ambavyo huwa inaongezeka ndani yetu. Mungu huwa anaongea na watu wanaomuelewa. Huwa anawapaga hapa mifano ya mamajusi na wachungaji wakati wa kuzaliwa kwa Yesu. Kwa mamajusi alikwenda kuzungumza nao kwa nini? Kwa nyota. Kwa nini? Wale watu walikuwa ni wanajimu, wale watu walikuwa ni wataalamu wa nyota. Kwa hiyo Mungu aliongea nao katika lugha ambayo wataielewa kirahisi. Kwa wachungaji waliokuwa kondeni alituma malaika. Kwa nini? Katika ukuaji wa Wayahudi walikuwa wamefundishwa na wanaijua huduma ya malaika. Kwa hiyo akiwatokea na kuongea nao lilikuwa ni jambo la kawaida. Mungu anaongea na watu wanaomwelewa. Ongezeko la ufahamu wa neno la Mungu ndani yako linatoa nafasi ya kumsikia Mungu zaidi na kirahisi kwenye maisha yako. Wakristo wengi mnapenda kumsikia Roho wa Mungu akisema, lakini Mungu hawezi akaongea na wewe sirini zaidi ya kina cha ufahamu wako na uelewa kumhusu yeye. Kabisa. Ni sawa leo mtu aje azungumze na wewe Kichina au Kikorea wakati wewe hauna idea yoyote kuhusiana na hiyo lugha, atakuwa anapoteza muda. Mungu anaongea na watu katika lugha wanayomwelewa, na lugha ya Mungu ni neno lake. Lugha ya Mungu ni neno lake. Lugha ya Mungu ni neno lake. Ndio maana huwa nashangaa sana mtu aliyeokoka anapokiri sawasawa na watu wa ulimwengu wanavyokiri katika mambo yao. Lugha ya ufalme ni neno lake. Lugha ya ufalme wa Mungu ni neno lake. Na ndiyo maana hata kwenye maombi Mungu huwa asikilizi lugha za makabila yetu tunapoomba. Mungu huwa anasikiliza lugha ya neno lake tunapoomba. Nanielewa sasa Na ndio maana mtu anaweza akaomba kikabila chake, huyu mimi nikaomba Kisukuma, yule akaomba Kinyakyusa, huyu akaomba Kichaga, huyu akaomba Kibena, huyu akaomba kinini, lakini mwisho wa siku Mungu asumbuki na lugha zetu. Anachoangalia ni je, tumeomba katika lugha ya neno lake? Yesu anasema mkikaa katika neno langu na maneno yangu mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtatendewa. Kwa nini? Katika maombi lugha ya Mungu ni neno lake. Kwa hiyo unapoongezeka katika ufahamu wa neno, unatengeneza mazingira ya kuongezeka katika kumsikia Mungu kirahisi anapozungumza. Na naomba nikwambie kitu. Mungu huongea zaidi na watu ambao wanaposikia neno lake wanalipokea na kwenda kuliishi au kulifanyia kazi. Ndio. Mungu huongea zaidi na Wakristo ambao wanapolisikia neno lake hulipokea na kwenda kulifanyia kazi. Mungu huongea zaidi na Wakristo ambao wanapolisikia neno lake hulipokea na kwenda kulifanyia kazi. Mungu hawezi akasema zaidi ya vile ambavyo moyo wako uko tayari kufanyia kazi kile ambacho amekuwa anazungumza na wewe kwenye jana yako. Utaona kwenye Waebrania 5:11 mpaka 14 Biblia inasema kitu cha kutusaidia.
Ikiwa unakuja kanisani unasikia mafundisho na kufurahi, lakini hauendi kuyaishi na kuyafanyia kazi, my dear friend, kuna mahali hapako sawa. Mungu huzungumza zaidi na watu ambao wanasikia neno lake na kuwa tayari kwenda kulifanyia kazi. Waebrania 5:11-14 Biblia inasema, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Sikia neno, ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Tutulie kwanza. Mwandishi wa Waebrania anaongea na hao Wakristo, anawaambia tunayo mengi ya kusema kwa ajili ya Mungu, tunayo mengi ya kusema kwa ajili ya Yesu, lakini tumeshindwa kuambia zaidi kwa sababu mmekuwa wavivu wa kusikia. Mungu huongea zaidi anapoona kila anaposema na sisi tunafanyia kazi aliyozungumza nasi. Ishu sio unamaliza ibada unarudi nyumbani. Je, unafanya kazi ya kufanyia kazi lile neno kwa wiki nzima na kujifanyia tathmini? Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Anayo mengi ya kusema na wewe zaidi, lakini itategemea uwezo wako wa kusikia na kufanyia kazi anayoyasema. Ongezeko la ufahamu wa neno la Mungu unamruhusu Mungu kusema zaidi kwenye maisha ya mtu. Ukisoma hayo maandiko hapo mbele utaona. Lakini jambo jingine ambalo linafanyika, ufahamu wa neno la Mungu unapotokea tuna faida gani? Inatusaidia kuturahisishia mchakato wa mambo tunayofanya katika maisha. Kurahisisha mchakato wa mambo tunayofanya katika maisha. Kurahisisha mchakato wa mambo tunayofanya kwenye maisha. Utaona Mithali 4:7-8. Kurahisisha mchakato wa mambo tunayofanya kwenye maisha. Mithali 4:7-8 Biblia inasema, bora hekima basi jipatie hekima. Mithali 4:7-8. Bora hekima basi jipatie hekima, naam kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Umtukuze naye atakutukuza, atakupatia heshima ukimkumbatia. Anasema kwa ufahamu wako wote jipatie ufahamu. Kwa nini? Anasema kama unaweza kutumia gharama yoyote ile kujiongezea ufahamu wa neno la Mungu, ni vizuri sana ukawekeza kwenye hilo eneo, kwa sababu kuna kiwango cha wepesi kitapatikana kwenye maisha yako kutegemeana na ongezeko la ufahamu ulio ndani yako. Chochote unachokiona hakiwezekani kwenye maisha yako, siku utakapojua namna ya kukifanya, hilo jambo litaonekana kuwa rahisi sana kwenye maisha yako. Hesabu sio ngumu kwa watu wanaojua kanuni na namna ya kuzitumia ili kupata matokeo. Wakati wewe unapambanaga kutafuta thamani ya x, kuna watu wanazipata kwenye mitihani. Mwambie jirani yako, ukiona unashindwa kile ambacho wengine wanaweza, kuna ambacho haujui wenzako wanajua, jiongezee ufahamu. Ukiona watu wanaweza kile ambacho wewe unashindwa, kuna wanachokijua ambacho wewe haujui. Moja ya kazi ya neno ni kukusaidia kuwa na uelewa utakao kuwezesha kufanya mambo na kuruhusu kupata matokeo. Jambo la msingi sana hilo kulielewa. Mhubiri 10:10 inasema kitu cha kutusaidia. Mhubiri sura ile ya 10 na mstari wa 10 inasema, iwapo chuma akipati wala mtu akinoi, ndipo hana budi kutumia nguvu zaidi, walakini yafaa kutumia hekima na kufanikiwa. Anasema kama chuma hakinolewi, mtu atalazimika kutumia nguvu zaidi, lakini kikinolewa mtu atatumia nguvu kidogo. Mtu mmoja aliwahi kuulizwa, ikiwa umepewa masaa 10 kwa ajili ya kukata mti mkubwa utafanya nini? Akasema nitatumia angalau masaa 6-8 kwa ajili ya kunoa shoka langu na masaa 2 kwa ajili ya kukata mti wangu. Kabisa. Moja ya kazi ya ufahamu wa neno ni kufanya mambo yanayoonekana kuwa magumu kuanza kufanyika kwa wepesi kwenye maisha yako. Na unajua ni kwa nini? Neno la Mungu linapoingia ndani ya mtu, huwa linaingia likiwa na mambo makubwa mawili. Linaingia likiwa linaachilia ufahamu ama uelewa
alafu ule uelewa unakuwa umeambatana na nguvu ya msaada wa Mungu wa kumsaidia mtu kupata matokeo kabisa. Neno la Mungu linapoingia ndani ya moyo wa mtu, linaingia likiwa linaachilia uelewa, lakini pia ule uelewa unaambatana na nguvu za Mungu za kumsaidia mtu kupata matokeo anayotaka kuwa nayo. Ni muhimu sana, ni muhimu sana. Mimi kwenye haya maisha kuna vitu nilikuwa nadhani haviwezekani, kuna mambo nilikuwa nayaonaga magumu, kuna maisha watu walikuwa wakiishi nilikuwa nasema inawezekanaje. Nilipoigundua siri ya neno, nikagundua neno ni kama password. Kadiri unavyozifahamu, kila wakati kuna milango ukibonyeza vitu vinaanza kutokea tu kabisa. Ni kodi. Wale watu wa programming mtakuwa mnanielewa, wale wa computer science Kadiri unavyojifunza neno, ndivyo unavyopata uelewa wenye kukurahisishia katika mambo unayoyafanya kirahisi sana. Okay. Naomba tuangalie jambo jingine. Wewe unatusaidia kufanya nini? Neno ni jambo la ngapi hilo? Faida ya 5 Humruhusu Mungu kufanya mambo makubwa kupitia sisi. Ongezeko la ufahamu wa neno la Mungu humruhusu Mungu kufanya mambo makubwa kupitia sisi. Najua katika maisha haya kila mtu anataka kufanya mambo makubwa ambayo atakuwa akiyatazama na kuyaangalia, moyo wako unafurahi, si ndio Sasa moja ya kodi inayomruhusu Mungu kufanya mambo makubwa kupitia wewe ni ongezeko la ufahamu wa nini? Wa neno. Daudi ni mfano mzuri sana. Mambo ambayo Sauli alishindwa dhidi ya Goliati, mtu aliyekuwa na ufahamu katika Mungu aliweza kufanya mambo ambayo taifa zima na watu wote walishangaa. Ongezeko la ufahamu wako wa neno ndani yako litaamua ukubwa wa mambo ambayo Mungu atafanya kupitia wewe kwenye maisha yako. Utaangalia Hesabu 13 mstari wa 25 mpaka wa 33, hatutasoma, nitakuelezea tu. Hesabu 13 mstari wa 25 mpaka mstari wa 33. Ukisoma kwenye hiyo habari hapo, au naomba nisome alafu nitakuelezea kwa haraka na litakuwa ni andiko letu la mwisho kwa siku ya leo. Hesabu 13 mstari wa 25 mpaka wa 33, Biblia inasema, wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40, wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadeshi. Wakawaletea habari wao na mkutano wote, wakawaonyesha matunda ya nchi. Wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao na maboma nayo ni mikubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Mhiti na Myebusi na Mwamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza, wakasema, ile nchi tulioipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefili wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Biblia inasema walitumwa wapelelezi 12 katika nchi ile ya ahadi yao kwenda kuangalia. Walitumwa wakaone, ili wawaletee watu wale habari ya kwamba ile nchi ambayo Mungu anawapeleka ni kweli ni nchi ya maziwa, ni kweli ni nchi ya asali. Wao walipoenda, hali zao zikawaongeza zaidi, wakaanza kuelezea watu waliowakuta, alafu wakajiona ya kwamba wao ni kama mapanzi. Wote walikwenda kuipeleleza nchi. Wakina Yoshua na Kalebu baadaye nao wakaenda kulitazama nchi. Waliona jambo linalofanana, ila tafsiri ya kile walichokiona kilitofautiana. Unajua ni kwa nini? Kwenye maisha wanangu, huwa hatuoni vitu kama vilivyo, huwa
tunaona vitu kama tulivyo. Mwambie jirani yako, hatuoni vitu kama vilivyo, tunaona vitu kama tulivyo. Hawa watu wakajiona wanyonge, wakajiona hawawezi, na hapo ndipo shida ilipoanza kutokea. Mungu akaona akasema, ikiwa wamejidharau na wamenidharau, basi hawataingia kwenye ile nchi ya ahadi. Mungu akafanya kazi na Yoshua, akafanya kazi na Kalebu ili kuwashinda maadui walioonekana kuwa na nguvu kuliko wao. Kilichomfanya Mungu kumwezesha Yoshua na Kalebu wakaweza kuimiliki nchi ya ahadi haikuwa kuto kuwepo kwa wale majiant, ila kulikuwa ni ufahamu wa neno la Mungu ndani yao. Ongezeko la ufahamu wako kuhusu Mungu linaamua kumruhusu Mungu atafanya mambo makubwa kiasi gani kwenye maisha yako. Na nikwambie jambo jingine la mwisho ninapomalizia. Kila wakati Mungu anapoongea, nimekuwa namwambia wanangu, naomba nirudie tena. Kila wakati Mungu anapozungumza nasi kupitia neno lake, huwa hasemi katika kiwango cha ubinadamu wetu, huwa anaongea nasi katika kiwango cha uungu wake. Kila wakati Mungu anaposema na sisi kuhusu neno lake na kuhusu hali zetu, Mungu huwa haongei katika kiwango cha ubinadamu wetu, huwa anazungumza kutokea katika kiwango cha uungu wake. Kwa hiyo kitu pekee tunachohitaji sisi ni obedience, ni kutii na kuamini kile alichokisema. Pastor Dr. Noeli hapa, mchungaji msaidizi, mara nyingi huwa anawaambia, na naomba nirudie, huwa anapenda kusema katika ufalme wa Mungu, katika kamusi ya ufalme wa Mungu hakuna msamiati wa neno haiwezekani. Mwambie jirani yako, katika kamusi ya neno la Mungu hakuna msamiati wa neno haiwezekani. Mungu atafanya mambo makubwa kwenye maisha yako kutegemeana na kiwango cha ufahamu wa neno la Mungu ndani yako. Naomba tusimame.